Timu ambayo imeanzishwa 2016 mpaka sasa hivi ina miaka 8. Ina miaka 9, inaenda miaka 10, lakini ni timu ambayo pia haijawahi kutoa taji la South Africa. Yaani kwenye ligi kuu ya South Africa haijawahi kutoa taji lolote. Kwa hiyo ni timu ambayo haijui hata ladha ya ubingwa ikoje. Sasa inawezekana msimu huu ndo msimu ambao inaweza kwenda kupata ubingwa wake wa kwanza kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sababu kwenye ligi hawapo kwenye nafasi nzuri, wapo nafasi ya 6 by the way, na nafasi ya 6 waliopo ni nafasi ambayo ni ya chini mno kwenye ligi kama ya South Africa. Ukiangalia mtu ambaye anashika nafasi ya 6 kwa South Africa, manake yuko mbali. Unajua ligi ya South Africa ni ligi shindani sana, tofauti na ligi ya Tanzania Ni ligi yenye ubora wa hali ya juu sana. So I believe kwamba ni timu ambayo bado Simba wana uwezo wa kwenda kufanya vizuri. Sio timu ngumu au sio timu tishio kwa Simba Sports Club. Ila maandalizi ya Simba ndio ambayo yataenda kuonesha kwamba wana uwezo wa kuwatoa Stellenbosch ama hawana uwezo wa kuwatoa Stellenbosch. Kwenye mechi dhidi ya Zamalek, mechi ya kwanza ilitoka sare bila kufungana pale South Africa. Naam. Na mechi ya pili ndio imechezwa pale Cairo, wakashinda bao 1-0 dakika za jioni kabisa. Nduli ndio ameenda kupachika bao ambalo limeenda kuwapa Zamalek ni Stellenbosch ushindi. Kwa hiyo ni ushindi ambao ni furaha kwa mashabiki wa Stellenbosch, lakini pia ukitazama kwa namna ambavyo inacheza na namna ambavyo Simba wanacheza, bado Simba wana nafasi kubwa zaidi ya kwenda kufanya maajabu kwenye huo mchezo. Sioni kama kuna namna Stellenbosch wanaweza kuingia na kwenda kuwa challenge Simba kwenye huo mchezo. Niliwahi kusema mwanzoni, kati ya robo finali ambazo Simba kutana na timu dhaifu ni robo finali hii ambayo imemalizika. Kweli? Yes, nilizungumza hapa. Jana uliangalia mpira wa Stellenbosch na Zamalek. Yes, by the way. Umewaona Stellenbosch wakiwa rahisi kiasi hicho ambacho unazungumza? Wako physical. Hapa simzungumzi Stellenbosch lakini. Nimesema hivi, kati ya robo finali ambazo Simba wamewahi kucheza wamekuwa kama wamekutana na timu dhaifu na robo finali iliyopita. Dhidi ya hii ambao wameshinda dhidi ya Al-Masry. Unajua Simba wameshindwa hii mechi, wameenda kwenye matuta kwa sababu ya makosa yao wenyewe. Lakini hawakuwa na sababu ya kwenda mpaka hatua ya mikwaju ya penalty. Kuanzia mchezo wa kwanza pale Cairo walikuwa na uwezo wa kushinda. Mechi ya jana ile speed ambayo walicheza nao kwenye kipindi cha kwanza, kama angekuja nao kipindi cha pili vile vile, walikuwa wanamaliza mechi mapema kabisa. Walisio hata ndio kwenye mikwaju ya penalty. Lakini baada ya kufunga mabao mawili, Simba waliridhika, wakaanza nao kucheza kwa swag. Hawana ile kiu tena ya kwenda kufunga mabao. Dakika za mwishoni, ya dakika 10 za mwisho ndo wanaamka. Kumbe muda ushaisha. Ndo wanaongeza tena speed, wakati wote tena wale nao wanazidi kupoteza muda. Kwa hiyo ilikuwa robo finali dhaifu zaidi, robo finali nyepesi zaidi kwa Simba, lakini wanaenda kucheza nusu finali nyingine ambao mimi pia sioni kama ni nusu finali ngumu kwa Simba.